Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya mapacha. Kupunguza matumizi mengi ya kitu. Kukosa pesa uliokuwa na miadi nayo. Mtu kutaka kutawala au kujinafsisha kitu. Kuchukia kiburi cha mtu. Kuangamiza mazalia ya wadudu sehemu. Kusimamishwa na mtu njiani. Kuokota kitu na kumrudishia mwenye nacho. Kutoacha kufikiria kitu fulani. Nyota ya ndoo. Kuna muda unaweza kujihisi upo peke yako, kutokana na watu walivyokutenga kwenye hali fulani. Kuamini mtu anahusika kwenye jambo. Kupatiwa mfugo au mifugo kuongezeka. Kuacha kujadili kitu kwa muda mrefu. Kuhisi mtu anapitia funzo kutokana na matendo yake na hali yake ya sasa. Kuitaka amani moyoni mwako. Kupendezwa na kitu ila utashindwa kukinunua. Nyota ya mizani. Kujua kuwa mtu yuko na shida. Utaifuatilia akaunti ya mtu. Kutaka kujithibitishia jambo. Kulinyamazia jambo baya linalotendeka. Mtu atakuwa muwazi kwako au kujieleza. Kuhisi jambo la uhatarishi. Utakuwa mwenye kinyongo na mtu. Nyota ya samaki. Kusudio lako kutotekeleza kwa wakati. Una mipango mingi yenye ufahari. Pia unaweza kuthubutu au kufanya kitu na kikawa na manufaa. Lakini kwa sasa njia zako haziko huru sana. Upo muda sahihi wa jambo unalolisubiri litakuwa vizuri. Kwa wakati huu shoti zinaweza kutokea mara kwa mara. Kuwa mwenye tahadhari au angalizo na vitu vya umeme. Kukagua vitu. Kujihisi utulivu baada ya mtu kukufikia. Nyota ya nge. Kutotaka kuyarudia makosa japokuwa yanajirudia. Kuwaota marehemu. Unakumbushwa jambo hasa kwa ulivyovipoteza na yajayo kuanzia sasa. Kuna muda utajihisi kukata tamaa, ila utapewa onyo kwa hilo. Kwa kuwa bado una safari ndefu. Kutamani kushtaki kitu. Kuweza kumudu kitu bila ushirika wa mtu. Waliopotea wanarudi kwako. Kushindwa kujitahadharisha na tatizo. Mtu kupata tatizo la mapafu. Nge. Unakumbushwa kitu kuhusu maisha yako. Jiamini ila kuwa na tahadhari. Kwani unapopata ndipo ubaya hukukaribia. Utazingatia ombi la mtu. Kuna mtu atafanya uwe na furaha. Nyota ya kaa. Kulipa deni au kupunguza kiasi cha deni. Kutafutwa na namba ya kitapeli. Kuunganishwa kwenye kundi ambalo hutolielewa na kujitoa kwa haraka. Kushangazwa na mtu. Kuyazingatia maneno ya mtoto. Kumficha mtu ulioyapitia. Kusingizia ubovu wa simu kwa mtu. Kuachana na kitu kisichofaa. Kuhabarishwa jambo la uwizi au utapeli. Kujihisi homa. Kusahau kitu sehemu. Kuambiwa jambo utakalolipenda. Utakuwa mkimya au mpole kwa mtu. Kukutana kifamilia kwa jambo. Kuhisi kuboeka sehemu. Kumfahamu mtu kwa haraka kabla hajakutambua. Mtu kufanya kitu tofauti na maagizo. Kutendewa kitu. Utapata kuona ishara nyingi za mayai yaliyovunjwa. Nyota ya mshale. Kutamani moyo wako uwe huru. Kuhisi hali ya ubaridi au ganzi. Kutamani kumpeleka mtu sehemu za kufurahi. Kuwafananisha watu. Kutembea kwa aibu fikapo sehemu. Mtu bora kuwa na wewe katika mapito yako yote. Kusamehe kosa la mtu. Kuiona mijusi mara kwa mara au buibui. Itakujulisha adui yako na kufuatilia. Kupata taarifa ya uzao mpya, yaani mtu kupata mtoto. Kubadili pesa ya kigeni. Kuungana na familia mpya. Nyota ya punda. Kutolazimisha kitu. Kukubaliana na matokeo au hali. Kujua msimamo wa mtu ni ngumu kumbadilisha. Kuwazia jambo kubwa lenye heri. Kuwaona watu tofauti wakihama au kujiandaa kwa safari.
kuna jambo utahitajika kuepukana nalo. Utapata mwelekeo mpya ambao utakuja kibahati sana. Moyo wako kuwa mgumu kumsamehe mtu, ile itakubidi ufanye hivyo. Nyota ya Simba. Kutulia kwa muda kabla ya kuanza kufanya kazi. Utafanya kitu huku ukiwa na mawazo. Mafanikio ya mtu yatakufanya na wewe uongeze juhudi. Kujitibu. Kutamani mtu awe na maongezi mazuri na wewe. Nyota ya Ng'ombe. Kujifunza kutokana na majaribu. Kuwa na uelewa mpya baada ya kujua kitu. Hutotaka kulaumu au kushutumu vitu. Mtu kujua kuwa hupendezwi na kitu fulani, hivyo ataacha kutumia au kufanya. Utaulizwa kuhusu hali iliyopita. Mtu kuhitaji kuwasiliana na wewe. Kuache kisirani. Nyota ya Mashuke. Tabia ya mtu kubadilika. Kuelezewa jambo utakalolifanyia kazi. Kutengeneza kitu. Tumbo lako kuhisi kujaa kila wakati. Kumwelewa vibaya mtu. Kutamani kufikishiwa taarifa nzuri. Kuna kitu utakiandaa kwa ajili ya mtu. Kuhisi kiungulia. Mate kujaa sana mdomoni. Kupata taarifa ya dharura. Nyota ya Mbuzi. Kufuata mwenendo mzuri wa upambanaji. Kuhisi kitu kinakuzungumzisha. Yaani hisia za tofauti kuwa nazo. Kuna mtu atakushtua. Utakuwa na matumaini ya kufikia lengo zuri. Siku zote mawazo yako ni kwenda mbele na si kurudi nyuma. Kuichukia hali ulioipitia yenye maumivu. Kupata muwasho au vidonda vya ngozi. Kulalamika kwa sababu ya mtu. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.